i'lam, fahamu pia nasaha ya 4 hiyo, anna ma tuqaddimuhu min malik huwa rasiduka alhaqiqi min malik. Wallah, fahamu Muislamu, anna ma tuqaddimuhu min malik, kwamba kile ambacho unakitanguliza wewe katika mali yako, huwa rasiduka alhaqiqi, ndiyo akiba yako ya hakika, min malik, katika mali yako. Akiba ya hakika ni hii, sio ile ambayo mnadanganyana hapa. Mimi na akiba kwenye akaunti yangu. Akiba iko, zile ni za warithi, unaweza ukazima saa yote, ni akiba ya muda tu. Akiba yako ya kweli itakayokufaa ni ile uliyotanguliza. I'lam anna ma tuqaddimuhu min malik, fahamu kwa kile ambacho unakitanguliza wewe katika mali yako, huwa rasiduka alhaqiqi, ndiyo akiba yako, ndiyo utakuwa umedeposit mahala penyewe hasa ya hakika katika mali yako. Walidhalika, na kwa hivyo basi, anfiq fi Ramadhan, toa sana katika Ramadhani, lianna an-nafaqata fihi mudha'afatu, kwa sababu hakika kutoa katika Ramadhani ni kwenye kuongezwa ujira. Lianna an-nafaqata fihi ay fi Ramadhan, kwa sababu hakika kutoa katika Ramadhani, kujitolea mtu mali yake katika Ramadhani, mudha'afatu, ni kwenye kuongezwa ujira. Ujira wake ni maradufu shekhe. Na ndio maana wale watu wajanja kwenye dini ya Allah, watu makini, hata az-zaka, zile zaka zao huwa wanazifanyia hesabu katika Ramadhani. Anapambana ule mwaka umzungukie ndani ya Ramadhani, alafu anatoa az-zaka fi shahr Ramadhan, anapata ujira mara 2. Ujira wa kutoa az-zaka, haki ya Allah kwenye mali yake, maana zaka sio haki yako, kukaa nayo ni balaa, balaa kubwa. Zaka ni haki ya Allah, ni lazima uitoe na uielekeze kule ambako Allah ameelekeza iende. Sasa mtu anatoa haki ya Allah ya zaka katika Ramadhani, akitarajia pia kupata ziada ya ujira, kwa sababu ya wakati wa Ramadhani ni wakati wenye fadhila. Pana watu hao, sio az-zaka peke yake, anaongeza na ziada ya sadaqat. Wako watu hao katika Ramadhani, na wengine hata habari hawana kabisa, wala hajawahi kufanya mtu hesabu ya zaka yake, hajawahi hata siku moja. Na ni katika mambo ambayo yatakiwa yazungumzwe sana, hajawahi. Na az-zaka ni kitu kidogo kabisa.